Watanzania kwanza wajikite kwenye kufanya kazi. Maeneo mengi ambayo nimepita, Watanzania ni wavivu, hawataki kufanya kazi kwa sababu asilimia kubwa ni wakulima, wanalima kidogo sana. Nadhani ni kukosa pembejeo au kukosa nguvu ya kilimo. Serikali yetu imetenga asilimia 14 katika bajeti kuu ya serikali kwa ajili ya kuwapelekea wakulima pembejeo za kilimo, mbolea pamoja na mikopo isiyokuwa na riba kwa ajili ya kuhudumia mazao yao yakiwa shambani kabla hayajapelekwa sokoni. Kwa hiyo ndio ahadi ambayo Watanzania nawaambia. Lakini cha kwanza, Watanzania ni wavivu mno. Watanzania hawapendi kufanya kazi mahala walipo. Kwa hiyo nawashauri wabadilike, na serikali yangu ina mkakati maalum. Nikisha kuwa rais, kwa sababu tutatoa fursa za kazi na ajira nyingi na mifumo mizuri, mtu atakayebaki mtaani tunaenda kumkamata, tunampeleka kwenye kazi kwa nguvu. Na kwa kumalizia, Mheshimiwa Doyo, kumekuwa na migogoro mingi ya ardhi, mipaka, na tumeshuhudia wananchi wa Ngorongoro wakitolewa pale pelekwa huko Tanga, Msomera, wakajengewa na makazi. Ili unalizungumziaje kwa ufupi masuala ya migogoro ya ardhi na mipaka? Hili la Ngorongoro na Manyara, kwanza nikiwa rais tutafanya reconciliation na wazee wa kimila wa maeneo yale na serikali, ili kuona tunaondoaje ule mgogoro na watu waendelee na maisha vizuri, kwa sababu ni jambo limefanywa na serikali, huwezi kulizungumzia kisiasa, lazima ulitafutie ufumbuzi ambao unakubalika kisheria. Kwa hiyo nikiwa rais, hatua ya kwanza, ndani ya siku 90 tutaitisha kikao cha viongozi wa kimila na serikali ili kuwekana sawa, maisha yaweze kwenda vizuri tofauti na sasa. Lakini kuhusu migogoro ya ardhi mingi inasababishwa na viongozi wa serikali. Kila eneo ambalo lina mgogoro wa ardhi ambao umesababishwa na serikali, kwanza huyo kiongozi namfukuza kazi, na walioingia kwenye jinai wanakamatwa, wanashtakiwa na kufungwa, alafu tunakwenda kwenye ukweli kwa ajili ya kutatua maeneo yenye migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Doyo, tumalizie kwa hili. Mnaenda kwenye uchaguzi mkuu. Kuna vyama vingine vina maumivu. Tunaona ACT wagombea wao wanainguliwa, wanarudishwa kwenye mfumo, wanaenda mahakamani, wengine wako gerezani. Wewe unazungumziaje hii? Mimi nazungumzia uchaguzi unavyoendelea. Nikizungumzia masuala ya watu walioinguliwa, si wako kwenye haki. Hao walioko gerezani wako mahakamani, walioinguliwa na tume wako mahakamani. Kwa hiyo tuwaachie katika mapambano hayo. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kufanikiwa ili tukutane kwenye ulingo wa siasa.